Iran imezitaka nchi za Ghuba kuishawishi Marekani kuepuka kufanya mashambulizi mapya dhidi ya ardhi yake. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi amesema nchi yake iko tayari kujibu kijeshi ikiwa itashambuliwa. Kwa mujibu wa maafisa na wanadiplomasia eneo hilo, Araghchi alizungumza kwa simu na mawaziri wa mambo ya nje wa Saudi Arabia, Uturuki na Qatar pamoja na mkuu wa jeshi la Pakistan Jenerali Asim Munir. Amesema Iran haitaki mzozo huo kuongezeka na kwamba njia ya diplomasia ndio suluhisho bora la kuepusha uharibifu zaidi. Hata hivyo, ameonya kuwa shambulio lolote dhidi ya Iran linaweza kusababisha hatua za kulipiza kisasi dhidi ya vituo vya Marekani na miundombinu muhimu ya nishati katika eneo la Ghuba. Katika hatua nyingine, wizara ya ujasusi ya Iran imesema imewakamata watu 21 katika jimbo la Kerman kusini mwa nchi hiyo kwa tuhuma za kuwa na uhusiano na shirika la ujasusi la Israel Mossad. Katika taarifa yake, wizara hiyo imedai kuwa watu hao walikuwa wakikusanya taarifa kuhusu maeneo muhimu ya kijeshi, siri za usalama na mifumo ya ulinzi wa anga kisha kuziwasilisha kwa Mossad. Hata hivyo, Irani haijatoa ushahidi wa kuthibitisha madai hayo na Israel bado haijatoa kauli kuhusu shutuma hizo. Rais wa Marekani Donald Trump ameripotiwa kutaka maelezo kutoka kwa waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth kuhusu kupungua kwa akiba silaha za Marekani, hasa makombora ya ulinzi wa anga. Kwa mujibu wa taarifa za vyombo vya habari vya Marekani, swala hilo lilijadiliwa katika mkutano uliofanyika Camp David baada ya kuongezeka kwa wasiwasi kuhusu hali ya akiba ya silaha nchini humo. Inadaiwa kuwa Trump aliamini hakuwa amepewa taarifa sahihi kuhusu kiwango cha silaha zilizopo na alidhani tatizo hilo lilikuwa tayari limetatuliwa. Hegseth hakukanusha kuwepo kwa upungufu wa silaha, lakini alikataa madai kwamba alimpa Trump taarifa za kupotosha. Inaripotiwa pia kuwa alielekeza lawama kwa naibu waziri wa ulinzi Stephen Feinberg kwa kutomfahamisha rais ipasavyo. Taarifa zinasema upungufu wa makombora masafa marefu na makombora ya kuzuia mashambulizi ya anga ulikuwa miongoni mwa sababu zilizofanya Trump kusita kuagiza mashambulizi makubwa dhidi ya Iran. Marekani imetumia idadi kubwa ya makombora katika operesheni zake za kijeshi, huku pia ikiwa imetoa silaha nyingi kwa Ukraine katika vita vyake dhidi ya Urusi. Baadhi ya ripoti zinasema matumizi hayo yamepunguza akiba makombora kama ATACMS. Taarifa nyingine zinadai kuwa Marekani imepungua kwa kiasi kikubwa akiba makombora ulinzi wa anga aina THAAD na Patriot ikilinganishwa na kipindi cha kabla ya vita. Hata hivyo, ikulu wa Marekani imekanusha taarifa za kuwepo kwa mgogoro kati ya Trump na Hegseth. Msemaji wa ikulu Caroline Leavitt amezitaja taarifa hizo kuwa si za kweli, huko Pentagon ikisema Hegseth hakumpotosha rais wala kumlaumu naibu wake kuhusu hali ya silaha. Mkurugenzi mkuu wa kampuni ya nishati ya nyuklia ya Urusi Rosatom Alexei Lichakev amesema wafanyakazi 4 wa kiwanda cha nyuklia cha Zaporozhye wamejeruhiwa na makombora ardhini. Lichakev amesema watu 2 kati yao wako katika hali mbaya hospitalini, huku mmoja wao akilazimika kukatwa mguu kutokana na majeraha aliyoyapata. Wafanyakazi wengine 2 walipata majeraha madogo. Kwa mujibu wa Lichakev, eneo linalozunguka kiwanda hicho na mji wa Energobar limekuwa likilengwa kwa mashambulizi ya ndege zisizo na rubani kwa miezi kadhaa. Amesema mabomu hayo yamekuwa yakirushwa kwenye barabara zinazotumiwa na wafanyakazi kwenda kazini. Amesema mashambulizi hayo yanaweza kuhatarisha usalama wa kiwanda hicho cha nyuklia ambacho ni miongoni mwa vituo vikubwa zaidi vya aina hiyo barani Ulaya. Hata hivyo, madai hayo yametolewa na upande wa Urusi, huku mzozo kati ya Urusi na Ukraine ukiendelea. Kiwanda cha Zaporozhye kimekuwa eneo la mvutano tangu Urusi ilipochukua udhibiti wake mwaka 2022. Jenerali wa zamani wa jeshi la Ukraini Valery Zaluzhnyi amesema Ukraini imetumia karibu aina zote za silaha na mbinu za kijeshi ilizopata kutoka NATO, lakini Urusi imeweza kupata njia za kuzizuia. Zaluzhnyi, ambaye sasa ni balozi wa Ukraini nchini Uingereza, amesema baadhi ya silaha kubwa za NATO kama makombora Tomahawk, silaha za nyuklia, meli kubwa za kivita na ndege za kivita aina ya F-35 ndizo ambazo Ukraini hajazitumia. Amesema silaha nyingi zilizotolewa na nchi za magharibi ambazo awali zilielekezwa kuwa zinaweza kubadilisha mwelekeo wa vita hazijaweza kuleta ushindi mkubwa wa kijeshi kwa Ukraine. Miongoni mwa silaha hizo ni makombora Stinger na Javelin, mifumo ya roketi ya HIMARS, vifaru vya Abraham, makombora ATACMS na ndege za kivita aina F-16. Zaluzhnyi amesema NATO bado inatumia baadhi ya mbinu za zamani za kijeshi, huku akidai kuwa Ukraine imepata uzoefu mpya kutokana na vita vinavyoendelea na Urusi. Vita kati ya Urusi na Ukraine vimeendelea tangu mwaka 2022
huku Ukraine ikitaka kujiunga na NATO, jambo ambalo limekuwa likipingwa na Urusi kwa usalama wake. Wakati huo Ukraine imeendelea kukabiliana na changamoto za kisiasa. Kumekuwa na mabadiliko ndani ya uongozi na jeshi pamoja na mjadala kuhusu uchaguzi wa baadaye nchini humo. Katika hatua nyingine, maafisa wa kupambana na rushwa nchini Ukraine wametangaza uchunguzi dhidi ya Olga Stevenshina, aliyewahi kuwa naibu waziri mkuu na waziri wa sheria wa nchi hiyo. Taasisi ya kitaifa ya kupambana na rushwa ya Ukraine NABU imesema inamshuku afisa huyo kwa kutotangaza baadhi ya mali zake na kutumia majina ya watu wengine kuficha umiliki wa mali hizo. Miongoni mwa mali zinazochunguzwa ni nyumba kadhaa za kifahari mjini Kiev, sehemu ya maegesho wa gari aina Mercedes-Benz. Wachunguzi pia wamedai kuwa kulikuwa na mpango wa kununua nyumba za kifahari karibu na Kiev zenye thamani ya takriban dola 550,000 za Marekani. Stevenshina amekana kufanya makosa yoyote na amesema yuko tayari kuthibitisha ukweli mahakamani.